So Dr. mtazamaji, karibu tena katika Jahara, ambapo ni kipengele katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Kama nilivyokuahidi hapo awali, katika Jahara hii leo tutazungumzia taratibu za kusajili na kuanzisha biashara. Lakini nikukumbusha, hapo awali ulikuwa naye Hassan Suleiman, yeye alikusomea vichwa mbalimbali vya habari vilivyojitokeza katika magazeti yaliyotufikia studioni siku hii ya leo. Mimi ni Imani Henrik, lakini leo nimepata bahati basi ya kutembelewa na Faraja Mgwabati. Yeye ni mshauri mwelekezi wa usajili wa biashara. Karibu sana Faraja, na tunashukuru sana kwa kuungana nasi katika Jahara. Kwanza kabisa, usajili wa biashara ni kitu gani? Asante sana kwa kunikaribisha. Kwa ujumla, usajili wa biashara ni kwa wafanya biashara ambao kwa wengi huko mtaani, kama tunavyojua, wengi wanaanzisha tu biashara kinyemela, amekuwa hawajasajili. Sasa kusajili ni kwamba kwenda kwenye taasisi za serikali ambazo zinahusika na usajili wa biashara na kufuata zile taratibu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maana yake ni kurasimisha biashara, ndio kusajili biashara. Unadhani kuna umuhimu gani sasa wa kusajili biashara kwa watu ambao wanaanzisha biashara? Kwa kweli kuna umuhimu mkubwa sana kwa watu wenyewe, kwa serikali na kwa nchi. Kwa watu wenyewe, ukisajili biashara yako, maana yake inakurahisishia wewe, unaweza ukakua. Kwa maana kwamba kumbuka kwamba wateja wengine wanapenda kufanya biashara na watu ambao wamesajiliwa. Yaani kama hujasajiliwa huwezi kupata mteja mkubwa. Lakini pia mabenki ambayo yanatoa mikopo yanapenda kutoa mikopo kwa watu ambao wamejisajili rasmi. Lakini kwa maana ya nchi pia vijana wengi wakijisajili, wakitoka kwenye mfumo ambao sio rasmi wakajisajili biashara zao, ina maana nchi kwanza uchumi utakuwa, kwa maana vijana wengine watapata ajira, lakini pia serikali itapata kodi. Kwa hiyo ni manufaa kwa watu wote, kwa wafanya biashara, lakini pia kwa serikali na kwa nchi. Wewe mbali na kuwa mshauri, unaandika pia vitabu. Kama hapo umetuletea kitabu, lakini je, tungependa kufahamu kwanza, elimu imewafikia wafanyabiashara wote kwamba wanatakiwa kusajili biashara? Na kama imewafikia, mwitiko wao uko vipi hasa? Elimu naamini bado haijafikia wafanyabiashara wote. Ni kwa sababu wengi wanaogopa kusajili biashara zao. Wanaogopa kwa sababu hawajui taratibu. Kwa hiyo taratibu tunatakiwa tuwaelimishe zaidi wafanyabiashara wazijue. Wakishazijua, wengi watasajili biashara. Wewe kama mshauri unawafikia vipi wafanyabiashara katika kuwashauri jinsi ya kuanzisha na kusajili biashara zao? Kwanza mimi kama mshauri nimefanya kazi sana na wafanyabiashara, lakini naamini na taasisi za serikali ambazo kwa maana ya katika taratibu za kuanzisha biashara, lakini pia nimefanya kazi na wawekezaji. Kwa hiyo najua changamoto wanazopata wawekezaji, changamoto wanazopata wafanyabiashara kupata taarifa mbalimbali za namna gani kusajili. Kama unavyojua, nchi yetu tuna taasisi nyingi ambazo zinafanya usajili. Yaani mfanyabiashara anatakiwa kupitia taasisi nyingi ili aweze kusajili biashara zake. Sasa kutokana na kuwa na taasisi nyingi hizi, wafanyabiashara wengine hawajui aanzie taasisi gani, amalizie taasisi gani, na hajui akienda kwenye hizo taasisi apeleke nini, hajui analipa kiasi gani, na hajui inachukua muda gani. Na ndio maana niliandaa mwongozo kwenye kitabu kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa maana hiyo unawafikia wafanyabiashara kwa njia ya kuandika kitabu kama hivi. Tungependa kwanza kufahamu pia mfumo wako wa vitabu, kwa kimombo wanaita hard copy. Watanzania wengi na Waafrika kwa ujumla tumekuwa wavivu kidogo katika kusoma vitabu. Na sasa hizi kuna maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kuna njia nyingine mbadala ambayo unatumia kuwafikia wafanyabiashara, au ni hizi vitabu tu? Hapana, ukiachia kitabu, lakini pia tuna mtandao, website ambayo ipo chini ya kituo cha uwekezaji TIC. Lakini pia mimi mwenyewe na hiki kitabu nimekiweka kwenye mtandao kwa maana ya Amazon, ambapo mtu anaweza kaingia download akakisoma. Lakini pia katika kitabu chetu hiki cha kwanza kipo kwenye Kiingereza, lakini tuna tafsiri pia cha Kiswahili. Lengo ni kuwafikia Watanzania wengi zaidi katika wilaya zote. Tukiwa kwenye Kiswahili tunaamini Watanzania wengi sana wataweza kukisoma. Na tunaamini tukiweza kufika wilaya zote, ina maana Watanzania wengi zaidi. Kumbuka hata vijijini kule kuna watu na mashamba makubwa,
wanalima mahindi, wanauza mahindi, wanauza kama yeye binafsi. Lakini tunataka mtu kama huyo naye aweze kurasimisha, afungue biashara, ajisajili. Akishajisajili hata anapouza mazao yake anakuwa anauza kama mfanyabiashara. Unaona, kwa sababu sasa hivi kilimo ni biashara. Sasa ili aweze kufanya hivyo lazima ajue taratibu za kusajili ni zipi. Kuna watu wana mahoteli mikoani, ameenda tu wilayani kapata leseni kwa 20,000 basi ana hoteli kubwa tu anaendesha. Lakini huyu hajasajili biashara, kampuni, hana kampuni. Hawa ndio tunataka pia nao waweze kurasimisha. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kujumuika nasi tangu hapo awali. Nikukumbushe tu niko na Faraja Mgwabati ambaye ni mshauri na mwelekezi wa usajili kwa wafanyabiashara. Na mada tunayozungumzia leo hasa ni taratibu za kusajili na kuanzisha biashara. Taratibu ni zipi sasa Faraja? Kwa kweli taratibu ni nyingi, lakini kwa kuweka kwa ufupi ni kwamba unapotaka kuanzisha biashara ni lazima kwanza uwe na kitambulisho cha taifa. Yaani lazima kwanza ujisajili na NIDA, upate kitambulisho cha taifa. Baada ya kupata kitambulisho cha taifa lazima uende TRA upate ujisajili namba ya utambulisho wa mlipa kodi kwa maana ya TIN. Hii ni namba ya mtu binafsi, sio ya kampuni, namba binafsi. Unaona, ukishapata hiyo namba, ambayo hiyo namba inapatikana kwenye mtandao online, unajisajili online tu. Ile NIDA, ukiwa na NIDA ile ndio inakuwezesha wewe sasa ukiingia kwenye mtandao wa TRA kuweza kusajili NIDA. Na mimi kusajili TIN. Yes. Lakini baada ya hapo sasa ndio unaweza kwenda BRELA kwa ajili sasa kusajili kampuni yako. Na BRELA of course kampuni ziko za aina nyingi, kwa maana kuna kampuni ya nje, kampuni ya ndani, na kuna kampuni hizi ambazo unasajili majina ambao wafanya biashara wadogo wengi wanatumia. Sasa ukishaamua unasajili kampuni gani hapo, ukishasajili hiyo kampuni BRELA ambayo nayo iko unasajili kwenye mtandao online. Baada hapo unatakiwa ufuate usajili TIN ya kampuni sasa. Hiyo kampuni ambayo umesajili, unatakiwa usajili TIN yake kwa sababu wewe unaifungua biashara na wewe unalipa kodi. Na hiyo kampuni ambayo unaifungua nayo inatakiwa kulipa kodi. Kwa hiyo lazima nayo ufungulie usajilie TIN. Ukishamaliza hapo maana yake unakwenda sasa kutafuta leseni ya biashara. Unarudi tena BRELA kutafuta leseni ya biashara. Ukishafungua leseni ya biashara, ukimaliza ukishapata hiyo leseni ya biashara, sheria inataka kwamba unapoanza ukishaingia kwenye jengo ambalo ndio ofisi yako na umesajili umeajiri watu, wale watu, hilo jengo lako linatakiwa lisajiliwe na OSHA. OSHA ni wakala wa usalama na afya mahala pa kazi. Kwa hiyo lazima usajiliwe na OSHA. Ukitoka hapo lazima sheria pia zinataka kwamba hao wafanyakazi wako ni lazima wasajili na NSSF, mfuko wa hifadhi ya jamii. Lakini pia kampuni yako pia usajili na mfuko wa hifadhi ya jamii. Unaona, baada ya hapo ukimaliza unakwenda sasa kusajili na watu wanaitwa Workers Compensation Fund, ambao hawa wanaangalia usalama wa ajali, wanalipa ukitokea ajali makazini. Ukifanya hivyo hapo unakuwa umemaliza kukabiliana na sheria za kusajili. Unaweza ukaanza sasa biashara vizuri. Lakini wengi wa wafanyabiashara mara nyingi wanafikiri akishapata leseni basi anaanza biashara, lakini hapo anaweza akasumbuliwa kwa sababu atakuja kuulizwa na OSHA, umekuja kujisajili, kilete cheti cha OSHA utakuwa huna. Utakuja kuangalia, je, umejisajili na Workers Compensation Fund au na NSSF. Kwa hiyo ukipitia huo mlolongo unakuwa umekamilisha. Sasa kwenye kutokana na hizi taasisi nilizozitaja, sio wananchi wote wanazijua hizi taasisi. Unaona? Na ndio nilikuwa naelekea kukuuliza huko, nikasema hapa inatakiwa tuwe na kipindi kingine siku ya Jahara utuelezee mambo ya OSHA na nini ili mtu aweze kufahamu sasa. Ndio. Labda kwa kifupi. Yes. Ndio maana nikasema kwamba baada ya kuona kwamba taasisi ziko nyingi, nikatengeneza hiki kitabu ambacho katika hiki kitabu sasa nimeonyesha kwamba ukitaka kwenda kupata kitambulisho cha NIDA, nimetoa maelezo kwa ufupi kidogo, nikaweka mawasiliano ya NIDA, nikaweka hatua unazofuata, nikaweka dokumenti gani ambazo unatakiwa kuzipeleka, na nikaweka pia gharama ambazo unatakiwa kulipia. Kwa sisi wa Tanzania NIDA hulipia, lakini wageni wanalipia.
lakini pia nimeweka muda ambao unatakiwa ukishapeleka dokumenti zako unasubiria muda gani kupata hicho ulichokiomba. Kwa hiyo katika kila taasisi nimeweka kwa utaratibu huo. Hii inasaidia nini? Inamsaidia mwananchi badala yeye kutoka kufunga safari akachoma mafuta akapanda daladala yake kwenda kwenye taasisi kuulizia nataka kitu hiki, nataka kufungua kampuni, nilete dokumenti gani au nilipe shilingi ngapi. Kila kitu kinakuwa kwenye huu mwongozo, kwenye kitabu. Kwa hiyo inamsaidia. Na mfano mmoja wapo ukitaka kujua kwamba sio kazi rahisi ni kwamba kwa mfano mtu anataka kupata leseni ya biashara. Ukitaka kupata leseni ya biashara kuna vitu ambavyo unatakiwa upeleke. Orodha yake hapa viko kama 10-11 hivi. Na hivi vinatakiwa vipo kitaalamu. Kwa hiyo mtu anaweza akaelezewa kwa mdomo au akaandikiwa kwenye karatasi, akarudi nyumbani, akaviandaa, akija ataambiwa kwamba hiki umekosea, hiki fanya hivi, karudi tena ukaweke vizuri. Atarudi. Ataenda atahangaika, ataandaa, ataenda tena atapeleka mpaka wakubali kwamba hizi sasa vimekaa vizuri. Kwa hiyo sasa ili kuondokana na hiyo ndio maana tunafikiri kuna umuhimu zaidi baada ya kutoa elimu ya wananchi zaidi iwafikie wananchi wengi zaidi wajue hizi taratibu na wazijue kiufasaha zaidi ili wasiweze kuhangaika na yapunguzie muda ambao wanaotumia, lakini pia gharama. Tukumbuke kwamba asilimia kubwa ya Watanzania bado wako kwenye mfumo usio rasmi, ambapo sasa tunatakiwa tuwalete kwenye mfumo ulio rasmi. Mtazamaji, ni maelezo hayo kutoka kwa Faraja Mgwabati, na kama alivyoelezea kitabu hiki kimerahisisha kabisa utaratibu mzima wa usajili wa biashara, lakini pia yeye mbali na kuandika kitabu hiki anashauri pia wafanyabiashara. Japo kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kimombo, lakini anasema wapo katika mchakato wa kukidadavua na kukifafanua katika lugha ya Kiswahili ambayo ndo hasa lugha mama ya Tanzania. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi wanaweza kupata maelezo zaidi, maelezo ambayo yamekuwa yamerahisishwa kabisa. Kama katika hatua hizo zote za usajili, kama unataka kwenda NIDA, basi hapa kitabu hiki kimekuelezea basi utaenda NIDA na vitu gani, kama ni vitambulisho au ni nini. Kwa hiyo unakuwa unajua, ili kukwepa zile gharama ambazo unaweza kuzisababisha kwenda NIDA bila kujua ni kitu gani kinahitajika, au kwenda NCCF kujua kitu gani kinahitajika. Kitabu hiki kimeelezea na kuchanganua kwa uzuri kabisa. Faraja, ulituambia kwamba moja ya faida kubwa kwa mfanyabiashara katika kusajili biashara yake inasaidia pia katika kukuza pato la taifa. Kwa kuwa mfanyabiashara analipia kodi na vitu kama hivyo. Swali langu ni kwamba serikali kama serikali ina jukumu gani katika kuhakikisha swala hili la usajili linafanyika? Serikali ina taasisi zake na ndiyo inafanya usajili huo, na of course inatoa elimu. Kwa mfanyabiashara mkubwa ambaye ana mtaji kwa mfano kuanzia $100,000, wao anaweza kaamua kwenda kusajiliwa pale kituo cha uwekezaji TIC. Lakini wageni wanatakiwa angalau na mtaji wa $500,000. Lakini kwa hawa ambao wako chini hapo wanatakiwa wapite kwenye taasisi mbalimbali. Sasa of course wajibu wa serikali na of course ambao wamekuwa wakiufanya ni kuhakikisha kwamba wanatoa huduma za kusajili hawa wafanyabiashara. Lakini sasa elimu inatakiwa ifike zaidi kwa watu wengi zaidi ili wengi waende kusajili. Nimefurahi kwamba sasa hivi taasisi nyingi za serikali zinakwenda kwenye mitandao. Zinasajili kwa kupitia mitandao. Kwa mfano BRELA sasa hizi ukitaka kufungua kampuni unafungua kupitia mtandao. Lakini watu wa immigration nao sasa hizi ukitaka vibali vya ukazi unafungua kwenye mtandao. Kwa mambo ya foleni yanapungua kabisa, na hata kwa watumishi wenyewe wale ambao wanahudumia mzigo umepungua sana. Kwa hiyo na taasisi nyingine za serikali ni vyema zikafuata utaratibu huo. Najua Workers Compensation Fund pia nao wanasajili online. Nafikiri taasisi zote zikienda online itasaidia sana kuongeza watu wanasajili biashara zao. Kwa hiyo lakini jukumu jingine ambalo serikali wanalo ukiachia la kusajili pia ni kuongeza kutoa elimu kwa watu wengi zaidi
kufika level za wilayani kote watu waweze kufungua biashara, kwa sababu inaonesha kabisa, kuna utafiti umefanywa, labda tu nilikuwa sijakwambia, mazingira ya biashara yakiboreshwa yanasaidia sana kuongeza kwanza watu wanaojisajili kwenye biashara, lakini inaongeza pia mapato. Katika utafiti ambao umefanywa na Baraza la Biashara Tanzania na Benki ya Dunia, walikuwa wamefanya utafiti wa kuangalia namna gani maboresho ya serikali kwenye ile unaitwa mwongozo wa uboreshaji wa mazingira ya biashara au blueprint. Wameangalia kuangalia kuanzia 2016 mpaka 2018-19 katika Wizara ya Kilimo, ambayo imefanya maboresho mengi ya kuondoa tozo na kuondoa baadhi ya vibali ambavyo vilikuwa vinadaiwa na serikali. Mapato yameongezeka kutoka bilioni 18 mpaka kwa bilioni 33 ndani ya mwaka huo 2017-18. Lakini pia watu wa OSHA nao wameondoa baadhi ya tozo ambazo walikuwa wanazitoza, na huwezi kuamini mapato yameongezeka kutoka mwaka 2016 mpaka 19 kutoka bilioni 11 mpaka bilioni 21, kwa sababu tu wameondoa tozo, lakini pia wameondoa baadhi ya ya zile permits ambazo walikuwa lakini pia usajili wa watu ambao walikuwa wanaenda OSHA umeongezeka kutoka ofisi 3354 ambazo zilikuwa zimesajiliwa mwaka 2017 mpaka 16457, yaani kutoka 3000 mpaka 16000. Katika kipindi hicho ambacho tu wamefanya maboresho ambayo maboresho ya blueprint, kuna ongezeko kubwa mara 10 zaidi ya mara 5 zaidi ya ile ya mwanzo. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba mazingira yakiboreshwa zaidi, watu wakazijua taratibu zaidi, tutapata vijana wengi sana watasajili biashara zao, na uchumi utakuwa haraka sana. Kwa mantiki hiyo, mwitiko sasa wa jamii na wajasiriamali kadiri huduma zinavyozidi kuboreshwa na taratibu zinavyozidi kurahisishwa, mwitiko basi unafanyaje? Unaongezeka. Muda nao si rafiki Bwana Faraja, lakini nadhani haitakuwa mbaya kama tukimalizia na swali hili. Saizi maendeleo ya sayansi na teknolojia yanakuwa sana. Ukiangalia mambo ya NIDA, mambo hata ya line za simu, saizi mitandao ya simu, kuna mambo ya kujisajili kwa alama za vidole. Katika mfumo huu wa kujisajili kwenye biashara, kuna njia yoyote ukiachana na mambo ya NIDA, kwa sababu hivyo ni viambatanishi ambavyo vinatakiwa? Mfumo wenyewe sasa wa kusajili unatumia mfumo wote wa kimtandao? Ni kweli kabisa. Kama nilivyosema awali, taasisi nyingi sasa hizi zinahama kutoka kwenye mfumo wa kawaida kwenda kwenye mfumo wa digitali. Kwamba mtu sasa ukitaka kusajili, uweze kusajili kwa kutumia internet, au hata ikiwezekana usajili kwa simu. Taasisi kama BRELA wamefanya hivyo. Immigration kwa maana ya watu wa uhamiaji. Tuzungumzie sasa hii ya usajili wenyewe kama biashara. Sasa baada ya kukamilisha hivyo viambatanishi vyote, mambo ya timu, mambo ya nini, wana mfumo wa kimtandao kwa maana ya mfumo wa kidijitali. Baada ya kusajili sasa, hapo wanatakiwa waanze kufanya biashara. Kufanya biashara sasa uko bado wao wanaweza kufanya kwa kutumia mifumo mbalimbali ya kidijitali, lakini kwa maana ya kuna issue kama za kulipa malipo. Kwa mfano wanafanya malipo saizi, malipo kama unavyojua yamerahisishwa pia. Wanaweza kulipa kwa kutumia mtandao, simu, lakini pia kwa internet wanaweza kulipa. Nadhani kwenye eneo la teknolojia tunafanya vizuri. Hampo nyuma na nini? Tupo nyuma, tunafanya vizuri. Nchi actually inafanya vizuri. Ila sema bado tunabidi tuongeze kasi. Na tukiweza kufanikiwa tukaongeza kasi, teknolojia ikatumika vizuri, basi tutafanikiwa vizuri. Utaongezeka maradufu. Na napenda kuwashauri vijana wengi na Watanzania wengi ambao wanakuwa wanasita kwamba nikitaka kusajili labda utaratibu ni mrefu, labda gharama ni nyingi. Wasiogope, kwa sababu gharama nazo zimewekwa katika kulingana na uwezo wao. Unaona, kwa hiyo akiona kwamba hii gharama hii siwezi hii, anaweza kaenda kwenye level yake yeye ambayo anaweza kaimudu.
Kwa hiyo na utaratibu taratibu ni nyingi, lakini ukishazijua inakuwa rahisi. Ukishazijua hizo, kwa hiyo kitabu ndo hasa kimelenga kwa ajili ya kuwafanya wajue. Bwana Faraja, kwa kumalizia kwa dakika moja, una wito gani hasa kwa wafanya biashara kuhusiana na utaratibu huo wa kusajili biashara? Wito wangu mkubwa ni kwamba waweze wasiogope, waende kwenye taasisi za serikali wasajili biashara zao, lakini kwanza kabisa wajitahidi kupata kitambulisho cha taifa. Ni kitambulisho muhimu sana kwenye usajili wa biashara. Kila sehemu wakienda lazima wataulizwa kitambulisho. Kwa hiyo ni muhimu sana wajisajili. Lakini baada ya hapo waende wajisajili kwenye kodi, kwa sababu ni muhimu sana wafanyabiashara wakalipa kodi, na sio mfanyabiashara tu, Mtanzania wote anataka alipe kodi. Kwa hiyo waende kwenye kujisajili kwenye kodi. Wakisajili kwenye kodi ndipo wasajili kampuni na baadaye wapate leseni. Baada ya hapo pia wafuate sheria zinavyosema. Kama ni wakubwa waende NSSF, OSHA na Workers Compensation Fund. Lakini kama ni wadogo wanaweza kwenda wakaishia kwenye kupata leseni ile ya halmashauri, wakachukua leseni ya halmashauri wakaanza kufanya biashara. Shukrani sana Faraja Mgwabati kwa kuungana nasi katika kipengele cha Jahara. Na hapo ndivyo tunavyohitimisha Jahara sehemu ya kwanza. Tafadhali usibanduke, tutarejea hapa na Elinimo Shanga, yeye ni afisa kutoka Jeshi la Zimamoto, na leo tutakuwa na mada inayohusiana na moto wa magari, lakini hapo baadaye tutaungana naye Barnabas Mbunda kwa ajili ya dondoo za habari. Mimi ni Manhelik, tafadhali. Mtazamaji, ni kukaribishe tena katika Jahara sehemu ya pili. Hapo awali tulikuwa naye Faraja Mgwabati, yeye ni mshauri na mwelekezi wa usajili wa biashara, na mada tuliokuwa tunaizungumzia hasa ni taratibu za kusajili na kuanzisha biashara. Karibu tena katika Jahara sehemu ya pili, ambapo tuko na afisa kutoka Jeshi la Zimamoto Bwana Elinimo Shanga, na leo tutazungumzia moto katika vyombo vya usafiri, lakini tutajikita zaidi katika vyombo vya magari. Karibu sana Elinimo Shanga, na shukrani sana kwa kuungana nasi katika Jahara sehemu ya pili. Asante sana. Moto wa magari ama moto katika vyombo vya usafiri ni kitu gani? Kwanza tujue kwamba moto ni nini. Moto ni mlipuko au mwako ambao unatoa joto, mwanga na moshi. Na hii inatokana na kile ambacho kinaungua ni nini. Cheche pia zinatoka kwenye moto, nayo ni sehemu ya maana ya moto. Ni sehemu ya moto. Kwa hiyo kwenye vyombo vya usafiri kuna aina ya moto ambayo inatokea. Lakini hii ya kwenye vyombo vya usafiri tunasema inatokana kulingana na mfumo wa chombo cha usafiri husika. Leo hapa sisi tutabezi kwenye magari, ambayo ndio vyombo vya usafiri ambavyo mara nyingi vinatumiwa sana na watu wengi. Kwenye magari tunazungumzia mifumo mbalimbali. Kuna mifumo ya magari ambayo kwanza kama mwananchi aifahamu kwamba inazalisha au inaweza kuwa chanzo cha moto kwenye magari. Moja ni mfumo wa gari wa injini. Lakini pili kuna mfumo wa gari wa tairi. Lakini tatu tuna mfumo wa gari wa wiring system. Hizi ni mambo nyeti. Yapo mengi, lakini haya ni ya msingi ambayo yanaweza kusababisha moto ya magari. Na kimsingi ni kwamba kwenye engine kunakuwa na vitu mbalimbali pale kwenye engine. Kwenye engine ukifungua engine yako tu hivi kwenye gari utakuta kuna battery, hasa magari ya madogo tukizungumzia kuna battery, kuna mfumo wa oili, kuna mfumo wa sijui wa nini. Wale wataalamu wa magari wanajua. Lakini mimi ninachotaka kuzungumzia nini? Hasa kwenye mifumo ya battery. Ambapo battery zinafungwa pale mbele kwenye bonnet ya mbele. Haya magari mengine kwenye mfumo wa battery pia, magari makubwa, battery zake zinakuwa kati au nyuma au katikati kidogo. Yenyewe
mfumo wake ni tofauti kidogo, lakini pia betri zake zinakuwa zinafungwa. Sasa katika hii betri kuna terminal ambazo zinakuwa either weak au zinakuwa hazina nguvu ya kushika au kusafirisha umeme vizuri kuelekea kwenye system ya gari. Sasa haya ambayo yako pale, hii engine betri zake ziko mbele kwenye engine hapa betri na kila kitu kiko hapo mbele. Nazungumzia kwamba kwenye ile bonnet ya mbele ya gari, kwanza cover la juu lazima liwe limewekwa lisibaki bati. Gari ile cover ya bonnet isibaki bati lenyewe, iwe na cover. Kwa nini? Kwa sababu betri inatengeneza moto. Ikizalisha moto, ukiwa cover liko peke yake, bonnet iko peke yake, bati tupu, ikigusa kwenye betri wakati umefunga, betri iko wiki, inacheza, hujaifunga betri yako ikashika vizuri, inaweza kusababisha cheche na ikawa chanzo cha moto. Lakini pia pale kwenye betri kuna kitu kinaitwa terminal. Zile terminal usipozifunga zikashika, zinaweza zikawa zinacheza wakati gari inatembea, ikasababisha cheche na ikasababisha moto. Watu wanaoviendesha hivi vyombo vya usafiri, hasa ni madereva, ndio wana elimu ya kutosha kuhusiana na moto ambao unapatikana kwenye magari? Kwanza niseme kwamba kuna vitu vingi ambavyo madereva wengi, tuseme waendesha magari wengi kwa sababu kuna madereva na waendesha magari. Kwa sababu muendesha gari, kuna tofauti gani kwanza hapo tujuze kati ya dereva na muendesha gari? Maana mimi nikiona mtu anaendesha gari, tafsiri yangu ya moja kwa moja huyu ni dereva. Sasa unaponiambia kwamba kuna dereva na muendesha magari, mimi nimesema hivi kwa sababu hawa watu tunasema wanaendesha magari, gari lazima ukiamka asubuhi ulicheki. Kabla ulichunguze. Betri yangu iko vizuri, maji hapo kwenye rejeta, oil system iko vizuri, mfumo wa matairi wangu wa gari uko vizuri, tairi yana upepo au ina upepo wa kutosha kutembelea barabarani. Cheki gari yako. Sasa tunasema kuna waendesha magari na madereva. Kwa sababu gani? Mwingine amejua tu kulitoa gari na kulipeleka, ili mradi limefika sehemu ambayo anataka kwenda. Lakini driver ni yule ambaye ataamka na kucheki gari yake, hakikishe kwamba ametoka na gari ikiwa salama, angalie gari yake mfumo wake uko vizuri na linaweza kwenda na kufika sehemu anayotaka akiwa salama. Hao waendesha magari ni yule ambaye asubuhi, kwa sababu gari amepewa au anachukua tu gari basi, kwa sababu ametoka, anaendesha gari, anafungulia gate, anatoka, anaenda kwenye shughuli zake. Hawa ni waendesha magari. Madereva ni wale ambao wanaendesha na kucheki gari yao kabla hajatoka kwenye system ya gari. Mtazamaji, kwa mujibu wa Elinimo Shanga, afisa huyu kutoka Jeshi la Zimamoto, anatuambia kuna dereva na kuna muendesha magari. Kwa hiyo madereva na waendesha magari ni muda wao sasa kujitathmini, wewe ni dereva au wewe ni muendesha gari, kwamba ukiamka asubuhi lazima ukichunguze kifaa chako, mfumo wa matairi, mfumo wa oili, mfumo wa nini. Tuambie sasa, madereva na waendesha magari, nadhani tuzungumzie zaidi kwa madereva, maana hawa waendesha magari ni kundi jingine. Madereva sasa wana elimu ya kutosha kuhusiana na swala zima la moto? Exactly, na tunazidi kuelimisha. Na tunashukuru vyombo vya habari kama Mlimani TV, wao wanatupa fursa ya kila Jumanne kutoa hii elimu ya moto kwa wananchi. Swadakta. Na tunasema kwamba bado tunaendelea kuelimisha. Elimu ni kitu endelevu. Hata kesho tunaweza tukakufundisha kitu, alafu kesho tukitoka kwenye mtihani ukao umesahau. Ni kwa sababu bado elimu inafanya nini? Inaendelea. Kwa hiyo tuliseme nini? Kwamba wanayo elimu, sema wanasahau kutimiza wajibu wao katika idara waliopo. Kwa hiyo nyinyi kama hivi mnawakumbusha. Na hivi tunapita kwa ajili ya kuwakumbusha. Lakini pia niseme kwamba moto wa magari tunaizungumzia hapa pia imegawanyika. Hii tumezungumza kwenye idara moja ambayo ni kwenye mfumo wa gari. Lakini pia kuna moto wa magari inayotokana na magari, ajali za barabarani. Kwa mfano gari kuanguka, kama hivi juzi ajali ya Morogoro. Kama ile ajali ya Morogoro, kama ile ajali ya Shinyanga iliyotokea kule Shinyanga, kama ile iliyotokea kule Sumbawanga.
Nimesikia pia na Ruvuma. Na Ruvuma ya magari kuanguka. Gari likianguka sio lazima watokee watu ambao wanasababisha, kwa sababu kuna gari kuanguka alafu lisiwake moto, lakini kuna gari kuanguka na likawaka moto. Hii ni vitu vili tofauti. Ile ya Morogoro ilikuwa ni mtu ameenda kusababisha, amechomoa beti. Ile ni mtu amesababisha ule moto kutokea. Huenda usingetokea. Lakini nasemea hii ambayo gari inaanguka na automatically inawaka moto. Hii ni ajali, sababu ni ajali za kawaida za barabarani, inaweza ikasababisha moto kwenye magari. Sasa tuangazie El Nino. Ni kitu gani hasa kinasababisha gari imepata ajali ikalipuka? Ukiachana na moto ambao unasababishwa labda kama ajali ya Morogoro, kuchomwa betri kama watu wanavyosema na vitu kama hivyo, lakini ikatokea tu kwamba gari imeanguka imewaka moto, au gari tu dereva amesimama imewaka moto. Kitu gani hasa kinasababisha? Hapa nilikuwa nazungumza kwenye masuala ya ajali. Nikasema kwamba magari yanapokuwa yanatembea na mfumo wake wa mafuta, kuna mfumo, vitu vingi ambavyo vinahusika ili gari iweze kutembea. Nakumbuka kwamba gari lenyewe linazalisha moto ambao ni combustion, inasababisha ile gari kufanya movement. Sasa bila combustion gari haiwezi kufanya movement. Kwa hiyo ni mafuta ambayo yanachomwa ili yaweze. Sasa katika kiwango gani yale mafuta yamechomwa yakaweza kusababisha moto, ndio tunazungumzia hapa. Kwa gari inaweza ikawa imesimama tu, ikawa na hitilafu ndogo tu katika ile combustion ikasababisha moto. Lakini pia katika kuanguka kunatokea kitu kinaitwa friction. Kumbuka haya magari msuguano ya. Kumbuka haya magari yanatumia mafuta. Kama kutatokea na gari kwa mfano ina petroli. Petroli inahitaji joto kidogo tu iweze kuwaka. Na inamaanisha chini ya negative iweze kuwaka. Sasa kama likitokea ajali ikasababisha kwenye tenki kutokea msuguano kidogo, gari inaweza ikalipuka, ikawaka moto. Lakini ni kwa sababu ya nini? Ya ajali. Kingine ambacho nilikuwa nataka kiseme ni kuhusiana na gari kugongana, accident, collision. Ile magari yanapogongana pia yanaweza kusababisha moto. Ambayo magari yakigongana tuna tendency nyingi za kuona magari yamegongana au pikipiki imegongwa na gari pale ikawaka moto. Ni kutokana na mfumo wa nini? Wa kile chombo hizi ambavyo ndivyo. Kwa sababu nimesema kwamba hizi gari kwa mfano gari ndogo zinabeba petroli, inaingia mpaka kwenye mfumo wa engine. Ndio inayochomwa ili iweze kusaidia gari kutembea. Diesel ndio inayochomwa ili. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinasababisha mwako wa haraka na vinahitaji joto kidogo ili viweze kuwaka. Kwa hiyo linapotokea lile joto kwa muda ule na kwa wakati ule, moto unaweza ukatokea pindi ambapo ajali aidha gari zimegongana au imeanguka. Mtazamaji, leo tumeketi hapa na El Nino Shanga katika Jahara sehemu ya pili, tukizungumzia moto katika vyombo vya usafiri, hususan katika magari. Mbali na mafuta, kuna chanzo kingine ambacho kinaweza kikasababisha moto kwenye magari? Wiring system. Mfumo wa umeme wa magari ambao niliuelezea unaanzia kwenye betri. Ukianza kwenye betri, lakini zile nyaya zimepitaje kwenye zile njia za kupitishia nyaya za magari zimepitaje? Je, ziko uchi? Kama zile nyaya zimechubuka, zina aina yote mchubuko, zinaweza kusababisha moto. Na kumbuka kwamba ya magari yetu yana cover, zile cover ni nyepesi na zinashika moto kwa urahisi sana. Kwa hiyo kama nyaya imepita alafu ikatengeneza mchubuko, ikigusana na lile bati tu la kwenye gari inasababisha cheche. Ikisababisha cheche ile ikiendelea itasababisha moto, kwa sababu mfumo wa gari ulipotengenezwa lazima uwekwe lile cover. Ikishawekwa lile cover ni chakula cha moto. Kama ni chakula cha moto, basi moto kitokea tu cheche zikasababisha kushika kwenye lile cover, ile gari inaweza ikawaka moto. Kwa hiyo hii ni aina nyingine pia ya chanzo cha. Mtazamaji, ni wito huo wa El Nino Shanga, na kama anavyokuambia, moto ukilipuka kwenye gari usifungue boneti nzima kuruhusu hewa ya oxygen, na hii yote ni kwa sababu hewa ya oxygen inachochea moto kuwaka zaidi kama umetokea mlipuko. Muda nao si rafiki, lakini natumai utakuwa umejifunza mengi sana kuhusiana na moto katika vyombo vya usafiri, hususan katika magari kama tulivyoangazia siku hii ya leo. Nilikuwa naye El Nino Shanga, lakini nikukumbushe hapo awali ulikuwa naye Hussein
Hassan Suleiman, yeye alikusomea vichwa mbalimbali vya habari vilivyojitokeza katika magazeti yaliyotufikia studio. Lakini katika Jahara sehemu ya kwanza tulikuwa naye Faraja Mgwabati, yeye ni mshauri na mwelekezi wa usajili wa biashara, na alizungumzia taratibu za kusajili na kuanzisha biashara na pia umuhimu hasa wa kufanya hivyo. Lakini katika Jahara sehemu ya pili, kama tunavyohitimisha hivi sasa, tumekuwa naye Elini Moshanga akizungumzia moto katika vyombo vya usafiri, hususan katika magari. Hatuna la ziada katika Jahara sehemu ya pili, ni kusiendelea kumakinika nasi. Hapo baadaye tutarudi na dondoo za habari. Mimi ni Imani Henrik.